Leo nakuletea makala ya historia ya maisha halisi ya Charles Martin Hilary, tangu pale alipozaliwa hadi umauti ulipoweza kumkuta. Anaitwa Charles Martin Hilary. Alizaliwa mnamo tarehe 22 ya mwezi wa 10 mwaka 1959 kwenye kijiji cha Jang'ombe huko Zanzibar. Lakini mnamo mwaka 1968 Charles Hilary na familia yake waliweza kuhamia jijini Dar es Salaam, na hapo aliweza kuanza elimu yake kwenye shule ya Mchikichini inayopatikana katika wilaya ya Ilala. Lakini ndoto za Charles Hilary zilianza kupamba moto mnamo mwaka 1980. Aliweza kufanya kazi kwenye redio moja inayofahamika kama RTD, yani Radio Tanzania Dar es Salaam, RTD. Aliweza kufanya kazi hapo kwa muda takriban miaka 14 mpaka pale mwaka 1994 aliweza kujiunga na Radio One Stereo ya hapo jijini Dar es Salaam. Hapo bwana aliweza kufanya kazi kwa takriban miaka 9 tu, lakini ndoto zake za kwenda kimataifa zilianzia hapo. Mnamo mwaka 2003 aliweza kujiunga na DW Deutsche Welle, idara ya Kiswahili Ujerumani. Huko ndiko alienda kukinoa barabara kabisa kipaji na kipawa chake cha utangazaji. Alipata uzoefu mkubwa sana wa kimataifa, huku akiimarisha lugha adhimu kabisa ya Kiswahili. Lakini nako hakuweza kudumu miaka mingi kama ilivyokuwa kwa redio zingine. Mnamo mwaka 2006 Charles Martin Hilary alienda kutafuta changamoto mpya kwenye redio ya BBC London, na huku aliweza kufanya kazi na waandishi nguli kama vile Salim Kikeke, Hibla Machidia na wengineo wengi tu. Salim Kikeke aliweka rekodi ya kuwa mtangazaji wa kwanza kutangaza live matangazo ya kombe la dunia kutokea uwanjani hakiwa na BBC London. Hapa na maanisha 2010 akienda uwanjani moja kwa moja kutokea South Africa. Charles Hilary aliweza kufanya kazi na BBC na DW kwa muda takriban miaka 12. Lakini alipotimiza miaka 55 aliweza kustaafu rasmi kuzitumikia redio za Ulaya, hapa na maanisha DW pamoja na BBC London. Mnamo mwaka 2013 aliweza kujajia nyumbani na kujiunga na Azam Media. Kipindi hiko Azam Media walikuwa wanafanya uwekezaji nguli kweli. Lakini Azam Media na kwenyewe hakudumu kwa miaka mingi sana. Alihudumu kwa takriban miaka 11, lakini hakuweza kumaliza miaka 11 kutokana na uteuzi alioweza kuupata. Kwa hiyo alitakiwa kuhudumu kwa kipindi cha takriban miaka 6 tu. Lakini mnamo mwanzoni kabisa wa mwaka 2022 aliweza kujiunga na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Zanzibar. Mnamo tarehe 30 ya mwezi wa 12 mwaka 2021 Rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi aliweza kumtangaza Charles Martin Hilary kama ndiye msemaji wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Hadi umauti unamkuta, Charles Martin Hilary alikuwa ni msemaji mkuu wa idara ya mawasiliano wa serikali ya mapinduzi ya Jamhuri ya Zanzibar. Mimi naitwa Bongo Complex ndugu yangu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare.